Hello East Africa, hello Tanzania. Hii ni Akida Online TV. Na mbele yako uko na mimi Billy Banks ambaye nitakwenda kukuelezea, kwa sababu nitakwenda kuonesha ni namna gani teknolojia inavyoweza kukusaidia kutengeneza muziki. Hata kama sio msanii, utaweza kuandika wimbo na utaweza kufanya ule wimbo uwe katika uhalisia, yani usikilize. Usiondoke kwenye video hii hatua kwa hatua, mwanzo mpaka mwisho, jinsi nitakavyokuonesha utakavyoweza kuandika wimbo wako mpaka kufikia hatua ya kusikiliza. Okay. Hatua ya kwanza kabisa utahitaji kupata idea ya wimbo unaotaka kuufanya. So kukusaidia kupata idea, kwa sababu kuna watu ambao hawawezi kuandika wimbo. Kwa hiyo kukusaidia nimekuletea kitu kinaitwa ChatGPT. ChatGPT ni nini? ChatGPT ni software ambayo unaweza kuiaccess kutumia simu au kutumia kompyuta. Ukiwa na mtandao unaweza kuingia ikakusaidia kutengeneza idea yoyote unayohitaji wewe. Wewe kama content creator, wewe kama mwandishi wa habari, inaweza kusaidia kutengeneza script, inaweza kusaidia kutengeneza hadithi, chochote kile. Sasa leo tutakwenda kuonesha ni jinsi gani ChatGPT itakusaidia wewe kuandaa wimbo wako. Hatua ya kwanza tutaingia katika browser. Kama unatumia simu ama unatumia kompyuta, basi utaingia katika browser yako upande wa Google. Katika sehemu ya kusearch utaandika ChatGPT. Yes, baada ya kusearch ChatGPT, result itakayokuja ya kwanza itakuwa ndio yenyewe, ndio utaingia. Kama umetumia kwa mara ya kwanza, utabidi ufungue account ama kusign in. Utafungua account, utaweka email yako, then itafunguka. Kitu cha kwanza utakachokutana nacho ni hii interface hapa, ambayo inaonekana imeandikwa ask anything. Hapo ndo mahali ambapo utakuwa umefanya nini, utakapotumia kuandika zile command zako kwa ajili ya kufanya ya kuandika kile unachotaka ili AI kusaidia. Sasa hii ChatGPT inakuwezesha kukusaidia kufanya kazi mbalimbali katika njia ya maandishi. Unaweza kuwa unataka usummarize kitu chako, unaweza kutaka kuandika script ya mchezo, chochote kile unachokihitaji, ChatGPT ipo kwa ajili yako. Sasa kwa sababu tutakwenda kuzungumzia masuala ya muziki, kama unavyoona hapa, nilijaribu kumwandikia kwamba anipe idea ya nyimbo za Bongo Flava ambazo zina mix na zuku. Anipe nyimbo 4. Kama unavyoona hapa nimetumia Kiswahili kabisa, kwa sababu hizi program zimekuwa zinaweza kuelewa lugha yoyote ile, kasoro lugha za makabila. Kwa hiyo Kiswahili inaelewa. Kama ulivyoona hapo, nimeandika Kiswahili kizuri kabisa, nikamwambia nyimbo mix Kiingereza na Kiswahili. Na yeye akanijibu kwa kuniandikia hizo nyimbo, ambapo kama unavyoona hapo, nyimbo ya kwanza ilikuwa ni ya mapenzi ambayo ilikuwa inaitwa Tunaishi Milele. Kama unavyoona hapa, format ilikuwa ni ina intro, ina pre-chorus. Ni format ya nyimbo kabisa kamili kama vile ambavyo ameandika msanii. Kitu kimoja kikubwa ambacho nataka nikusanue hapa ni kwamba hizi programs zinapokuwa zinaandika nyimbo, zinaandika katika namna fulani hivi ambayo ni professional. Nikisema professional ni namna fulani hivi rasmi. Kwa hata Kiswahili kinachotumika hapa ni Kiswahili kile rasmi. Kwa hiyo usitegemee kukuta maneno yale labda ya kama unavyosikia kwenye nyimbo za wasanii wengine kama kina Zuchu nani. Kwa hiyo inakubidi, kwa sababu wewe hujui kuandika wimbo, lakini hapa tayari umeshakuandikia wimbo, tayari una format. Kwa hiyo una uwezo wa kuicustomize nyimbo, yani ukaibadilisha, ukatwist baadhi ya maneno ukaweka katika maneno yako unayotaka wewe. Umeona? Kwa mfano kama hapa amekuandikia maneno fulani ukao uyaelewe, unaweza kubadilisha. Kwa hiyo sasa cha kufanya, kitu cha kwanza ni kwamba nyimbo yako imeshakuwa tayari kama unavyoiona hapo, unaweza kaisoma. Ukilizika na format hiyo, utakwenda kuipeleka moja kwa moja katika platform ya pili ambayo ndio ya kutengenezea wimbo. Sehemu inayofuata ni mahali ambapo tutapatumia kutengeneza wimbo wetu ambao tumeandikiwa na ChatGPT. Hii software inaitwa Suno AI. Ni maalum kwa ajili ya kutengeneza music. Na habari nzuri ni kwamba inatengeneza muziki wa aina yoyote ule. Update ya kwanza ilifanya vizuri, lakini haikufanya vizuri sana. Ikaja update ya pili, ikaja update ya tatu. Hii update ya tatu ni more advanced sana, na inaweza kuwasaidia unaweza kutengeneza wimbo ambao mtu akiusikiliza anajua kabisa huu wimbo umetengenezwa na msanii wa kawaida, yani msanii ambaye
ni real kama Mario kama nani, lakini in reality ni kwamba ni AI generated song. Sasa ukiingia kwenye website ya Suno, kitu ambacho utakutana nacho hapa ni hichi hapa. Nitaanza kuelezea definition ya kila kitu ambacho kinaonekana hapa ili usichanganyikiwe. Kuna sehemu imeandikwa simple kama panavyoonekana hapa. Hapa simple ni kazi yake ni kwamba wewe utataka kutoa maelekezo kwa AI kwamba mimi nataka wimbo wa design fulani. Mfano, unaandika hapa Afrobeat. Afrobeat. Okay. Ukiwa katika upande wa simple ni kwamba wewe utamwambia kwamba mimi sina wimbo, lakini nataka kutengeneza wimbo wa Afrobeat. Kwa hiyo yeye atakachokifanya ni kwamba ukibonyeza hapa create, hii sehemu imeandikwa create, ni kwamba atakutengenezea wimbo wa Afrobeat, lakini katika maneno yake yeye na katika style yake yeye anayoitaka yeye. Hicho ni kitu cha msingi, ndio maana ya simple. Kwa hiyo simple ipo kwa ajili ya wale watu ambao hawataki mambo mengi. Kwa hiyo hapa ni kwamba AI atakutengenezea yeye kitu ambacho anajua yeye. Lakini pia vile vile ukishuka hapa chini kuna sehemu pameandikwa instrumental. Kuna hii button hapo ambayo ninaiwasha hapa na kuizima. Hii ni kwa wale wanataka kutengeneza beat. Mfano una vocal lakini unataka beat fulani na Afrobeat kali. Kwa hapa moja kwa moja ni kwamba ukiandika Afrobeat hapa juu and then ukiswitch on hii instrumental, ina maana nyimbo itakayotengenezwa hapa itakuwa ni beat tupu ambalo halina vocal. Kwa hiyo unaweza kulitumia kuandika kutengeneza vocal yako. Kitu cha msingi ambacho ambacho nataka pia nikwambie, okay. Kitu cha msingi ambacho pia nataka nikuelekeze katika hii Suno AI ni kwamba wana program ambayo ni ya free na program ya kulipia. Advantage ya kulipia ni kwamba zile nyimbo utakazotengeneza zitakuwa za kwako. Ina maana unaweza ukaziuza mtandaoni. Zitakuwa zipo tayari kwa ajili ya kuziuza. Lakini ukitengeneza nyimbo kwa kutumia free plan huwezi kufanya hivyo. Ina maana zitakuwa ni kwa ajili tu ya kusikiliza, kuposti tu TikTok. Lakini unapotaka kutumia nyimbo yako kujitengenezea pesa, basi inakubidi ulipie. Na ni gharama ndogo tu, about $10 kwa mwezi, ambayo ni kama shilingi 20,000 kitu. Mtanisaidia hapa. Unalipia hiyo na unakuwa una uwezo wa kupeleka zile nyimbo zako mahali popote, Spotify, Boomplay, YouTube, kuziposti popote kwa ajili ya kufanya nini? Kumonetize. Hicho ndio kitu cha msingi ambacho unatakiwa ukizingatie. Okay. Turudi kwenye terms ambazo zinaonekana hapa. Upande wa pili kama ninavyoonekana hapa pameandikwa custom. Hii custom ni sehemu ambayo tunafanya kila kitu sisi. Kuanzia kuandika lyrics, style ya beat na wimbo na jina la wimbo. Tunaamua sisi. Kwa hapa ndo tunakuja kufanya kitu ambacho kimetuleta. Kwa haraka hapa utaona lyrics ndo kama hii tumeiandika hapa kama inavyoonekana. Alafu style description ndo kama hii, ambapo style description ni aina ya beat unataka nyimbo yako iimbwe. Mfano kama unataka Afrobeat, unataka reggae, unataka rap, unataka hip hop, ndo utaandika hapa katika hii sehemu ya style description. Ukishuka hapa chini kuna mahali pameandikwa exclude style. Hii situmiagi sana, lakini ni vile vitu ambavyo huvitaki viapie kwenye wimbo wako. Ni hivyo tu. Mara nyingi waga siitumii kwa sababu sionagi kazi yake. Lakini ukishuka chini hapa kuna kipengele kinaitwa persona. Hichi kipengele cha persona hapa ni kipengele muhimu sana kwa wale wanaotaka kutengeneza consistent character. Tukija katika consistent character, na maana ninataka kutengeneza kitu kile cha aina moja kinachofanana na kile kilichotoka hapo nyuma. Mfano, umetengeneza wimbo and then sauti iliyotumika kutengeneza ule wimbo umeipenda na melody. Kwa unataka wimbo mwingine ufanane na melody ile na sauti ile. Ndio tunakuja hapa kwenye kitu kinaitwa nini? Kinaitwa persona. Kwa hiyo kama umelipia, ina maana una uwezo wa kutengeneza persona. Ambapo sasa jinsi ya kutengeneza, mfano katika nyimbo kama hii, utabonyeza hivi vidoti vitatu hapa, utaenda sehemu ya create, utaenda hapa sehemu imeandikwa make persona. Ukibonyeza make persona, ina maana hapa utakuja utaandika jina la huo wimbo unaotaka kwa ajili ya kujikumbusha. Utashuka hapa chini utaelezea kwamba description kwamba huo wimbo wako ulikuwa ni wa style gani ili usije ukasahau.
Lakini pia kitu cha msingi ni hapa kwenye hii button imeandikwa public. Hapa unaweza ukafuta kama unataka hii nyimbo yako, hii persona yako iapie public, kila mtu aweze kuitumia, ndio utaacha kama hivyo. Lakini kama hutaki iwe public, unataka uitumie mwenyewe, uta switch off kama hivyo. Hii persona ni kwa watu ambao wamelipia tu. Kama hujalipia huwezi kuiaccess. Lakini ni moja kati ya kitu muhimu sana. Kwa mfano kama unataka kutengeneza album ambayo ionekane ameimba msanii mmoja, hiyo ndo kazi yake. Okay. Option nyingine ni song title, jina la wimbo. Ukiwa kwenye custom huwezi kubadilisha jina la wimbo, lakini hapo unaweza kubadilisha jina la wimbo. Kwa hiyo kwa haraka haraka hapo ni kwamba hizo ndo vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvielewa. Lakini kitu cha msingi zaidi ni hizi mode. Yes, hizi mode ziko 1 2 3. Version 3.5, version 3 na version 3.5, version 4 na version 4.5. Hii version 4 na 4.5 ni moja kati ya best models za kutengenezea wimbo. Ni kama unaweza kutengeneza nyimbo ambazo ziko very realistic, hazina sauti ya kirobot wala. Kwa hiyo hizi ni best, lakini hizi unaweza kuziaccess ukiwa umelipia. Kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kutengeneza nyimbo katika in advanced way, nyimbo ionekane kama imeimbwa na mtu, hizi 4 na 4.5 ni nzuri, lakini inabidi ulipie. Wakati hizi za chini 3 na 3.5 hizi ni za kwa unaweza kuziaccess hata ukiwa hujalipia. Zina nyimbo zake sio mbaya sana, lakini kuna nafani hivi zina sound kama uongo. Yes. Nadhani umeshanielewa. Kwa sababu sisi tumelipia, tutatumia 4.5, lakini pia tutatumia 4.5 ili kuwaonesha jinsi gani ambavyo iko perfect. Kwa hiyo nyimbo yetu ndio hii. Nadhani tutahit hapa kwenye simu imeandikwa create. Lakini kwa sababu mimi nyimbo nimeshaitengeneza, tutakwenda kuiplay moja kwa moja ili uisikie. You've captured my heart, no turning back. Every moment with you, I never lack. The way you smile, it lights the night. I'm addicted to your love, it feels so right. Every word you say makes me believe in the love we share. It's all I need. Okay. Kama ulivyosikia, amazing. Nyimbo imekaa vizuri, sauti zimepangiliwa kama vile ameimba msanii fulani hivi wa Tanzania. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba dunia imebadilika. Na kuna baadhi ya vitu ulikuwa unatamani kuvifanya wewe mwenyewe, lakini sasa hivi unaweza kuvifanya kwa msaada wa artificial intelligence. Kwa hiyo sio mbaya ukajaribu, kaingia kwenye browser yako, ka type Suno, ka type GPT, kaanza kutesti jinsi gani flavor za upande wa pili zinaweza zikawa. Inaweza kukusaidia kuondoa stress, inaweza kukusaidia pia kama unataka kwenda mbali ukamonetize talent yako. Kwa hiyo kusema hayo niseme tumefika mwisho wa kipindi chetu. Thank you for watching.